sina amani. Kwa hiyo kitu ambacho kikubwa sana si kila mtu ambaye anaweza kukumbuka wema. Wengi sana wa katika wema wanachagua njia mbaya, wanachagua njia ambayo ya kurudisha shukrani. Shukuru mtu hata kama amekupa 1000 tu ya ushauri, basi mshukuru, na shukrani yake ni kwa yeye kumlikizia wema hata kama ukilo 100. Kuna kitu gani cha wanamuziki wa Tanzania au wasanii wa Tanzania atakujifunza kwa Mbosokani? Ni nidhamu na umakini katika kazi yake. Unajua tunaambiwa, anasema mtukufu wa daraja, kitaka kufanya jambo lifanye kwa uzuri. Nakupa hilo jambo lote lile unataka kulifanya lifanye kwa uzuri. Sambosi wewe ndio iko hivyo. Huwa ni mtu ambaye kwenye kila kitu huwa anapenda kufanya kwa uzuri. Hata kikusimulia mapenzi Mbosso wewe, yani anakusimulia kwamba nini, hakikisha kwamba amefanya kwa uzuri. Kwa hiyo ni sifa kubwa na ni sababu ya kuja kwa kila mtu ambaye anataka mafanikio. Kuwepo kwa Ricardo ni sawa sawa kuwepo kwa Diamond Platnumz, japo tunajua yuko safarini na vitu kama hivyo, sababu ni kaka mkubwa kwa namna moja au nyingine. Unaweza kutuambia chochote kuhusiana na sherehe ya Diamond? Kuna sherehe yote ambayo inakuja kwenye harusi yake hii ambayo anasemekana yupo kwenye ndoa na msanii wake ambaye pia ni ndio boss kwa maana ya Zuchu? Sasa hizo ni harakati zao. Hizo ni harakati zote za chini kabisa. Hapa unajua harusi jamani, au mandoa si jambo la kifamilia kama tunavyosema. Yaani harusi ama ndoa ni yani familia, ni wewe maamuzi yako ushirikishe ama usishirikishe. Kwa hiyo kile tukifanya kwa nao sasa wakishaamua lini wafanya, tutajua na tutataarifiwa. Sasa hivi nafikiri bado kwanza maamuzi wanao wenyewe. Hadi yao wenyewe sasa. Sababu mimi mwenyewe harusi yangu, sasa mimi mara nyingi sipendi kujaje vitu ambavyo wajua inanuhusu kwa upande wa udugu. Hiyo inanuhusu. Na labda ya kuhusu mtu kwa ndugu yako, mfano akiumwa atakuhusu, amekufa atakuhusu. Ila kuna mengine ambayo akiwa nao yeye starehe zake hayakuhusu. Jambo nzuri kwa akikuheshimu sasa akakushirikisha, unapaswa ushiriki kwa 100%. Hata asipokushirikisha haupasi kukasirika, kwa sababu hizo ni raha zake na starehe zake. Hata mimi na raha zangu na starehe zangu. Jambo nzuri, mimi ya harusi yangu nafikiri nilimpiga video call. Jambo nzuri, lakini ni yangu kwa sababu kumwambia kwanza, sababu nataka niwe kimya, sababu namjua mdomo wake naye hauna kaba. Kama kaka ikuumizi kuona comment za watu wakisema kwamba Diamond hajaoa ni kiki tu kama kiki nyingine zinazofanywa, labda ulitamani taifa na Watanzania waamini katika hilo? Wewe ikuumizi hizo comment? Wewe waambie kwa ndoa inakuaje? Ndoa si ubani, tuna shehe. Naomba unajua watu wengi wanajua ndoa ni process ndefu. Hapana, ni makubaliano kati ya wewe na muolewaji. Tegemea mmekubaliana vipi. Ndoa ni kitu rahisi sana. Sasa mimi mmoja mara 2 najua. Kwa nakupa na uzoefu nao ni kitu rahisi mno. Kwa hiyo ndoa haina maigizo Kwa sababu ni shehe mkubwa hiyo, Sheikh Walid, shehe mkoa. Hivi kwa hiyo shehe mkoa kakae pale akafanya maigizo. Sasa itakuwa nini maana kupewa shehe mkoa? Hili ni jambo ambalo la uhakika. Kwa hiyo kwa wanaona kama ni bongo movie au ni bongo movie, amini akubali, alazimisha mtu kukubali. Haya ni maswali ambayo anaulizwa kakake Diamond, yani kwa maana ya Ricardo. Wewe ni kaka wa Diamond na umeona sasa Diamond tangia ingie kwenye ndoa, kuna namna ambavyo umehisi kwamba mdogo wako kabadilika kitabia kwa maisha yale ya zamani ya ubachela na maisha sasa ya kwenye ndoa? Ndoa ni jambo zuri, tena ni sunna shona shaka, tena ni kitu kizuri, kila mmoja wetu anakitaka. Kwanza ukioa kuna vitu vingi sana vinakuwa yani unaepukana navyo. Vitu viwili kwa sababu mimi mfano hapa nilipo hapa nina pressure. Sababu mwenzangu yuko nyumbani. Kwa unaona kama nanichelewesha hapa na hiyo ndoa. Yaani ingekuwa bachelor singekuwa na hiyo pressure. Ndio ningewaza sasa hizi kwenda wapi, kwenda wapi huko? Hapo tulivu wapi si? Kwa hiyo unapokuwa na ndoa unakuwa na maana kuna vitu huwezi kuvifanya. Sio nzuri, huwezi kuvifanya, kuna raha yake. Kwanza unakuta kuna zile hamu za usiku, unajua zile mimi nikisema hamu kuna ile kula, kuna njaa za usiku, kuna sometimes unajua umerudi umechoka uchovu, umekerwa nje, kuna maneno fulani hivi afu ndoa ni Mwenyezi Mungu ameweka kheri yake, ni hata lile jambo kulifanya au lifanye katika wajua tofauti na zinae mwili wetu unachoka kama piga mawe, lakini kidogo unakuwa kama unapata afya fulani hivi, yani unasikia raha ni ifanye. Na nafikiri mengine mngemuuliza mwenyewe, sababu
kila mtu ana namna yake kupata raha kwenye ndoa. Kwa hiyo sijui raha zake zaidi zikoje huko ndani, kwa anafahamu yeye raha zake na bibi yake. Unajua kwenye maneno yake Diamond baada ya kutoa official kwamba ameshawahi kuoa, jamani mimi nishawahi kuoa, watu wakaona sasa kama kashawahi kuoa huyu jamaa akapiga talaka au imekuaje? Kwa maneno yake labda kaka utuwekee sawa sawa hili. Kwa nini maana ya kuwahi? Nishawahi kuoa maana yake unajua ile jambo kulitangaza wao kulitangaza. Kwa hiyo kusema kuwahi maana yake ni nyuma. Unajua kwamba ni makejo ile nitaoa na nishawahi, maki ni jambo la nyuma hilo. Ye nishawahi. Sasa unajua mtu kwamba nishawahi ni jambo la nyuma ambalo mbele yake sasa mpaka athibitishe yeye kwamba linaendelea ama liendelee. Yeye kasema nishawahi. Kwa hiyo chukua kheri tu kwamba kashawahi maki kashaoa huyo. Tushafahamu vizuri. Sasa tusichukue tu upande ambao kwamba uwezekani. Huyo binadamu anaizia hauwezi kujua unashikwa wapi. Unasema unashikwa mpaka mwenyewe unasema yes. Sasa inabidi nioe no doubt. Sio tu kamshika Diamond mpaka brother mapenzi anaga bounce kaka. Alafu asikwende mtu hivi vitu vinakwenda kwa mikakati ya kuna neno linaloitwa hubil hawal. Unajua hubil hawal, mpenzi wa mwanzo. Yaani Mwenyezi Mungu kabla hajatumba sisi katika ulimwengu huko alitukutanisha huko kwanza kama roho. Kwa kile kinachotokea tayari kishapangwa. Sangine wewe hapo wewe kuna mwanamke ambaye siku na mmoja ndio mkeo afu hujui. Ndio hapo hivyo maisha kaka. Ila sababu sisi hatuamini kwenye kadari za Mwenyezi Mungu. Sababu tunakupa na Adamu. Tunapenda jambo unapotaka wewe. Pengine labda watu wanakusema sana, kwa wanataka wakufu watu kama mimi. Jua kama acha Mwenyezi Mungu aandike itimie kile ambacho kwa wakati wake unapofika. Kwa hiyo Mungu akisema kwamba wewe utaoa tu, nani anajua mwenyewe Mungu utamuoa tu. Kwa sababu ulipo wewe sangine hizi maiki hizi kuna mtu mmoja sana afu kumbe ndo mkeo. Ndio. Na watoto watatu na ujui, sio na watoto watatu tazaa naye. Yupo Ricardo anafanyia hivi. Sasa uwazi kwa ndo maisha. Wote ni wakati mifano hayo unakuta watu wengi tulikuwa tunawatazama kwenye TV, tunasoma kwenye magazeti. Leo tuko na karibu. Kuna watu walikuwa wanaona wanawake wanafuatilia mapenzi yao wanawake na wanaume zao. Leo ndio wapenzi wao. Mbona hiyo ni hubil hawali, penzi wa mwanzo. Kile iliandikwa kama utakutana naye basi utampata. Kwa hiyo jambo Mwenyezi Mungu alishaliandika. Ndio maana leo hii tusishangae watu kuoana, si kitu cha ajabu. Shamba mzuri Diamond star, Zuchu star, na asikwambie mtu bwana. Mwenyezi Mungu anaahidi vitu vingi tu kwenye ndoa. Mawaddatani wa rahma, mapenzi na huruma. Kwa hiyo ukiona mtu wote anapendana na mwenzie, basi usishangae kufunga ndoa. Sababu kwenye ndoa ni vitu vingi, mapenzi na huruma. Sasa wale wapendani bwana, hawahurumiani. Sasa lipi la ajabu? Basi ongea kaka fikiri. Asante sana. Sawa, mimi nafikiri tumalizie tunazungumza mambo ya ndoa, tunazungumzia Mbosso. Jamani, naomba ndio nyumbani. Thank you so much. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.